you, Savior, from the start. Thank you for breaking through my heart. Thank you for tearing every chain apart. Tunawakaribisheni tena wapendwa wasikilizaji na wafuatiliaji kwa ajili ya kuendelea kujifunza ili akili zetu tuendelee kwenye hiyo akiba, tuweke hazina ya kutosha. Halafu hazina yetu iwe imetoka katika maandiko matakatifu kabisa ili tupate kuyajua yaliyo mengi yakiwa ndio mapenzi ya Mungu. Sasa kwa majina Benjamin Ndimbandi, mwinjilisti katika ujumbe wa uisho na matengenezo, na wakaribisheni sana katika kipindi kinachofuata kwenye chano hii, na hapa nitaomba ili tupate kuendelea. Baba mtakatifu, tunakushukuru kwa kuwa umetujalia neema yako, jina lako litukuzwe. Tunapojifunza neno lako tunajua uongozi wa Roho Mtakatifu unahitajika. Kwa hiyo zawadi hiyo utupe Baba, tunapojifunza utujalie neema ya kuelewa. Basi wasikilizaji wote wabariki, tunaomba katika jina la Yesu Mwokozi wetu. Amen. Somo letu litazungumzia kuwekwa huru. Ndilo somo tunalotaka kujifunza, kuwekwa huru. Wapendwa, tunataka tujifunze somo hili, lakini kwanza kwa machache tu niwaambie sababu gani tunapaswa kujifunza hili somo. Hakuna mtu anayeweza kuhitaji uhuru kama hajatawaliwa au hajawekwa utumwani. Na tunavyosoma katika historia ya huko miaka ya nyuma, kuna watu waliokuwa wananunuliwa na matajiri, wakiuzwa na watu wa kwao, halafu wanageuka kuwa watumwa. Watu hao ijapo walikuwa na mwili unaoweza kuumia na akili zinazoweza kufikiria na dhamiri ambazo zinaweza kuwashauri, lakini walikuwa hawana uhuru wa kutekeleza kile wanachopanga, bali walikuwa wanapangiwa, halafu wanalazimishwa, wanatumikishwa, wanafanya kazi ambazo wao hawajachagua. Alikuwa hawezi kupumzika wakati amechoka, walikuwa hawezi kupata chakula wakati wana njaa. Yeye mawazo yake yalikuwa yamefungwa, akiwa naongozwa na mawazo na maamuzi ya mtu mwingine. Hao ndio waliokuwa wanaitwa watumwa. Sasa kwa mfano huo, Mungu ametufundisha sisi wanadamu kwamba kuna namna tulivyowekwa utumwani. Tunaposoma katika kitabu cha Yohana sura ya 8 mstari wa 31, maandiko yanasema hivi: basi Yesu akawaambia wale Wayahudi waliomwamini, ninyi mkikaa katika neno langu, mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli, tena mtaifahamu kweli, nayo hiyo kweli itawaweka huru. Kumbe watu wako utumwani na Mungu anataka wawekwe huru, lakini chombo cha kuwafanya watu wawe huru ni kweli ya Mungu. Ukweli wa Mungu ndio unaoweza kuwafanya watu wawe huru. Ndivyo maandiko matakatifu inavyosema. Sasa huo ukweli, ili ukuweke huru, mpaka uufahamu, mpaka uutambue. Ndio maana ya kujifunza huu ukweli, tuuweke wazi. Lakini watu walio wengi katika imani walizonazo hawalishwi huu ukweli, hawapati namna ya kujifunza huu ukweli ambao unaweza kuwaweka huru. Watu wako katika utumwa wa namna tatu. Watu wako katika utumwa wa namna tatu: utumwa wa dhambi, utumwa wa watu, utumwa wa dini. Ndiyo mambo tunayotaka kuyaangazia. Kuna utumwa wa dhambi, kuna utumwa wa watu, kuna utumwa wa dini. Lakini ili mjifunze na kuelewa umuhimu wa somo hili, nitasoma kwanza katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati, kwa sababu hata kipindi cha Waisraeli walikuwa wananunua watu, wanawafanya kuwa watumwa, lakini ilikuwepo sheria
iliyokuwa inawaongoza mabosi hata na hao watumwa wenyewe, ambayo tukiichukua kama mfano inaweza kutusaidia sana katika mambo ya kiroho. Tafadhali msikilize vizuri na Mungu apate kuwabariki sana. Katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 15 mstari wa 12, maandiko yanasema, ikiwa nduguyo mume wa Kiebrania au mwanamke wa Kiebrania akiuzwa kwako, naye amekutumikia miaka 6, basi mwaka wa 7 mwache huru aondoke kwao. Nawe utakapomwacha huru aondoke kwako, usimwache aende zake mikono mitupu. Umwangalie kwa wema katika kundi lako na sakafu yako ya nafaka na kinu chako cha divai. Mpe kama alivyokubarikia Bwana Mungu wako. Nawe kumbuka kwamba ulikuwa mtumwa katika nchi ya Misri, akakukomboa Bwana Mungu wako. Kwa hiyo mimi na kuamuru neno hili hivi leo. Hata itakuwa akikuambia siondoki kwako, kwa sababu akupenda wewe na nyumba yako, kwa kuwa yu hali njema kwako, ndipo utwae uma, upenyeze katika sikio lake, uingie katika ubao wa mlango, naye atakuwa mtumishi wako milele, na kijakazi chako naye mfanye hivyo. Sikiliza hiki kisa. Mwisraeli alipokuwa ananunua ndugu yake Mwebrania kumfanya mtumwa wake, awe wa kike au wa kiume, ilipokuwa inafika mwaka wa 6, tangazo lilikuwa linatolewa katika nchi nzima kwamba wakati umekaribia kufika ili watumwa wote wapate kuwekwa huru. Na alipokuwa anamwachia mtumwa wake aondoke, alikuwa anampa zawadi nyingi kutoka katika mashamba, katika mifugo, katika nini alikuwa anapewa. Lakini ilikuwa inatokea mmoja wa hao watumwa hataki kuwekwa huru, anataka abaki hapo katika utumwa, akisema kwamba mimi siondoki hapa. Bosi wake alikuwa ameagizwa kutafuta uma, alafu anatoboa sikio lake mpaka huo uma unashika kwenye ubao wa mlango. Kama vile lile tundu la sikioni lisingezibwa, lingeendelea kuwepo, ndivyo huyu naye alipaswa kuwa mtumwa milele na milele. Hii ina maana gani ndugu zangu? Hii ina maana gani? Nataka niwatangazie kwamba ujumbe huu tunaoutangaza wa kuwaweka watu huru ni kama vile ile baragumu iliyokuwa inasikika kwa Waisraeli wote kwamba mwaka wa 7 unakaribia, watumwa wote wajiandae kuwekwa huru. Isipokuwa kama tunaelewa vizuri, tangazo hili halikuwafurahisha watu wote. Haya makundi mawili, kundi la mabosi na kundi la watumwa, walikuwa hawawezi kufurahia hili tangazo wote. Watumwa wenye akili walikuwa wanafurahia, lakini mabosi walikuwa wanahuzunika kwa sababu ilikuwa ni hasara yao. Sasa kwa mtumwa ambaye alikuwa na akili ambazo hazijakaa vizuri na kukataa kuondoka kwa bosi wake, akitaka kuendelea kuwa utumwani, walikuwa wanamtoboa sikio. Na sisi ujumbe huu wa mwisho ambao Yesu ametabiri kwamba utahubiriwa halafu mwisho uje, ni ujumbe wa kuwatangazia watu kwamba muda wa kuwekwa huru umefika. Ni kuwekwa huru kutoka katika utumwa gani? Namba 1 ni utumwa wa dhambi. Katika ile Yohana sura ya 8 tulipoanza kusoma mstari wa 31, nitashuka chini nisome mstari wa 33, nisome 32. Tena mtaifahamu kweli, nayo hiyo kweli itawaweka huru. Wakamjibu, sisi tu uzao wake Ibrahimu, wala hatujawa watumwa wa mtu wakati wowote. Nao wasemaje, mtawekwa huru? Yesu akajibu, amin, amin nawaambia, kila atendaye dhambi ni mtumwa wa dhambi. Kumbe kila atendaye dhambi ni mtumwa wa dhambi.
Ndugu zangu, nitakuwa ninarejea katika huo mfano tuliopewa na Biblia ili tupate kuelewa vizuri. Kumbuka, mtu akiwa mtumwa anaweza akaagizwa kufanya kazi asizozitaka, lakini kwa sababu yuko utumwani analazimika kuzifanya hata kama sio hiari yake. Ndivyo utumwa ulivyo. Kadhalika, walio wengi dhambi wanazozifanya hawazitaki, lakini kwa sababu zimewageuza kuwa watumwa wanalazimika kuzifanya. Angalia mlevi, mara nyingi akishapoteza mali yake na kupata hasara na kufilisika, amani nyumbani imekosekana, watoto wake wana njaa, wana alama za umaskini zote. Wakati pombe zimemtoka, akianza kutafakari, anaona hii ni hatari aliyoletewa na pombe. Wengine waga wanajitukana, wengine hata wanajikasirikia. Yeye mwenyewe anaanza kujilaumu kwamba hivi huu ujinga ninaoufanya ni wa namna gani? Lakini kwa sababu ni mtumwa, ngoja afike kwenye baa, ataingia tu, hata kama hana pesa ataenda kukopa. Huu ni utumwa wa dhambi. Angalia wazinzi. Mtu anaweza akamwacha mke wake ndani, au anamwacha mume wake, anaenda kutafuta wengine huko nje, sehemu ambapo atapata mateso, maambukizi ya magonjwa. Moyoni mwake usifikiri ya kwamba anaridhika. Kuna dhamiri isiyoweza kuchanganywa. Bila shaka dhamiri yake itamsuta, ianze kumuonyesha kwamba hivi ni nini umefanya. Atajilaumu, lakini baadaye kesho atafanya. Kwa sababu gani? Yeye ni mtumwa. Angalia hawa dada zetu ambao wanajiuza hapo mabarabarani, hawa wanaojulikana kwa jina la kwamba ni makahaba. Wengine wana mateso makali. Kuwa mke wa wanaume wengi wote ni shida, sio raha. Dhamiri yake haijaisha. Wengine wana dhamiri ambayo ni kama vile nuru ndogo inayoangaza ndani ya giza kubwa. Dhamiri inaanza kumsuta na kumwonyesha kwamba hiki kitu ni kibaya, acha. Shetani anamchanganya kwamba umaskini utakuua. Dhamiri inamwambia kwamba Mungu atakusaidia. Ijapo anajilaumu, lakini kesho yake anafanya tena. Kwa sababu gani? Ni mtumwa. Neno la Mungu kwa husiana na kipengele cha dhambi, Mungu anataka tuwe huru. Tuwe huru kutoka katika neno lake. Ukweli wa Mungu tuweke kuwa huru. Utumwa wa kwanza ni utumwa wa dhambi, kwa sababu walio wengi wanatenda dhambi, si kwamba wao wanataka, bali ni kwa sababu shetani amepanga na ameamua kuwavuruga na kuwachanganya. Hii hatua ni pana sana. Wewe mwenyewe ujikague, uangalie zile dhambi unazozitenda kwamba hauzitaki, lakini unalazimika kuzitenda kwa sababu wewe ni mtumwa wa dhambi. Kila atendaye dhambi ni mtumwa wa dhambi. Sehemu ya pili ninayotaka kuiangazia, kuna watu ambao ni watumwa wa watu. Kuna watu ambao ni watumwa wa watu, na hili nataka nilizungumzie nikisoma katika kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ya 7 mstari wa 23. Maandiko matakatifu yanasema hivi: mlinunuliwa kwa thamani, msiwe watumwa wa wanadamu. Mmenunuliwa kwa thamani, msiwe watumwa wa wanadamu. Bwana asifiwe sana. Yesu ndiye aliyetununua kwa damu yake. Unajua sisi ni Mungu ana haki ya kutuchukulia kama watu wake, kama mali yake, kwa sababu mbili. Mungu ndiye aliyetuumba na Mungu ndiye aliyetukomboa. Alituumba kwa mfano wake, akatukomboa kwa damu ya mwana wake. Ni kama vile mtu anaweza akawa na shamba lake, lakini watu wanakuja kama vile wanataka kumnyang'anya. Kesi inaendeshwa, anatoa gharama nyingine kubwa hata zaidi ya ile aliyoitumia kwa kuinunua hili shamba. Halafu ikawa kana kwamba amenunua shamba mara mbili. Amenunua mara ya kwanza na akatoa gharama nyingine kwa ajili ya kesi. Ndivyo Yesu alivyotupata. Mungu alituumba kwa sura yake katika Mwanzo sura ya 1 mstari wa 26 na kuendelea. Lakini shetani alipomchanganya Adamu na Hawa,
kwa maana ya mwanadamu kwa ujumla, Mungu akamtoa mwanawe wa pekee, naye akakubali kutoa maisha yake. Damu ya Yesu ikamiminika msalabani, akawa ametoa gharama ya pili kwa ajili ya kutupata. Kwa hiyo, kwa kuwa Mungu ametununua kwa gharama kubwa, sisi ni mali yake, hataki tutawaliwe na mtu. Hayupo mtu duniani ambaye anaruhusiwa kukuamuru nini ukiamini, ila anapaswa kukufundisha, halafu uchaguzi unakuwa wa kwako. Wazazi wangapi ambao wanalazimisha watoto wao kwamba wasiamini hivi? Mtoto anajifunza Biblia, anafahamu ukweli, lakini anataka atawaliwe na dhamiri yake, huyu mzazi. Viongozi wangapi wa madhehebu wanaotaka washiriki wao wafuate mawazo yao? Ni wengi sana. Ndiyo maana Biblia inasema ya kwamba mlinunuliwa kwa thamani, msiwe watumwa wa wanadamu. Tulinunuliwa kwa thamani, tusiwe watumwa wa wanadamu. Unajua kuwa mtumwa wa mtu ni kitu kibaya sana. Ndiyo maana Mungu hataki mtu akandamize dhamiri ya mtu mwingine. Hata mkisoma vizuri, ndiyo mapambano ambayo yaliendelea kuanzia zamani. Lakini ukiangalia kipindi cha mitume, makuhani walikuwa wanawalazimisha kwa kuwapa msisitizo na agizo ambalo ndani yake hakuna nafasi ya kuchukua maamuzi vile unavyotaka. Walikuwa wanawaamuru tu kwamba msilitamke jina hilo mara nyingine. Mitume wanawaambia kwamba chagueni kama ni bora kuwatii kuliko Mungu. Ndiyo vita ya kutetea uhuru wa dhamiri ilianza zamani. Ukija katika kipindi cha Waprotestanti wakiwa wanapambana na upapa, papa akiwa anawaamuru ya kwamba waamini hivi na hivi na hivi na hivi, Waprotestanti wakasema kwamba tumeumbwa mbele ya Mungu tukiwa na haki sawa. Hayupo mtu anayepaswa kumlazimisha mtu mwingine ya kwamba amini hivi, fanya hivi, usifanye hivi. Maandiko hayajaruhusu, kwa sababu hata na Mungu mwenye uwezo, ambaye ana uwezo wa kutulazimisha tuamini nini au tufanye nini, ametupa uhuru wa kufanya vile tunavyotaka. Isipokuwa anatufundisha, anatushauri na anatusaidia kutupatia mawazo yake kwamba mbele zako kuna mauti na uzima, uchague uzima. Lakini hakulazimishi kuchagua. Ndiyo maana wanaochagua kuangamia wataangamia, kwa sababu ndio uchaguzi wao. Kwa hiyo tumenunuliwa kwa thamani, tusiwe watumwa wa watu. Kuna utumwa wa aina ya tatu ambao ni utumwa wa dini. Ni utumwa wa dini. Watu wengi wanafuata walioagizwa na viongozi wa madhehebu, wakati madhehebu viongozi wake, yani viongozi wa hawa watu walikaa wakatunga sheria kwa sababu ya faida zao, wanawaletea washiriki, halafu washiriki wanaendelea kufuata hizo sheria na hayo maagizo yaliyotungwa na watu, hata kama wao wenyewe ni mashahidi kutosha kwamba katika Biblia maagizo hayapo. Maagizo hayo hayapo. Tajaribu kusoma mfano mzuri wa jambo hili katika kitabu cha Yohana sura ya 9. Ni kipindi cha Wayahudi wakati Yesu yuko duniani anahubiri. Ukianza na mstari wa kwanza kabisa, Yesu akafika sehemu akamkuta mtu kipofu aliyezaliwa katika hali hiyo. Yesu akamuonea huruma, akatema chini mate, akakoroga tope, akapaka kwenye macho, akamwambia kwamba ondoka pale kwenye kisima cha Siloamu, ukanawe uso, halafu utapona. Huyu mtu alitengana na Yesu mahali hapo kabla hajafumbuliwa macho. Wakati ametekeleza kile alichoagizwa na Yesu, akapona na akarudi mahali pale alipokuwa. Watu walipomfikia wakaanza kusema, mbona huyu si ni yule aliyekuwa anakaa hapa siku zote anaomba? Hino anasema hapana, isipokuwa anafanana na yeye lakini si yeye. Wakaanza kubishana, na huyu mtu mwenyewe ndiye akasema kwamba ni mimi, msibishane. Wakamuuliza kwamba imekuwa kwaje mpaka ukaona? Maandiko yanasema ya kwamba akawajibu kwamba yule mtu anayeitwa Yesu
ndivyo tunavyosoma kwenye mstari wa 9 wa sura ya 9 kwamba wengine wakasema ni Yohana, sura ya 9 mstari wa 9. Wengine wakasema ndiye, wengine wakasema la, lakini amefanana naye. Yeye mwenyewe alisema mimi ndiye. Basi wakamwambia, macho yako yalifumbuliwaje? Yeye akajibu, mtu yule aitwaye Yesu alifanya tope, akanipaka macho, akaniambia, nenda Siloamu ukanene. Basi nikaenda na kunawa, nikapata kuona. Wakamwambia, yuko wapi huyo? Akasema, mimi sijui. Ngoja niwaulize, kesi silikuwa imeisha, mabishano yalikuwa yameamuliwa, lakini msikilize watumwa wa dini walivyofanya. Basi wakampeleka kwa Mafarisayo yule aliyekuwa kipofu zamani, nayo ilikuwa Sabato hapo Yesu alipofanya zile tope na kumfumbua macho. Basi Mafarisayo nao wakamuuliza tena jinsi gani alivyopata kuona. Akawaambia, alinitia tope juu ya macho, nami nikanawa na sasa naona. Basi baadhi ya Mafarisayo wakasema, mtu huyo hakutoka kwa Mungu, kwa sababu haishiki Sabato. Wengine wakasema, awezaje mtu mwenye dhambi kufanya ishara kama hiyo? Kukawa matengano kati yao. Basi wakamwambia yule kipofu mara ya pili, wewe wasemaje katika habari zake kwa vile alivyokufumbua macho? Akasema, ni nabii. Basi Wayahudi hawakusadiki habari zake na kuwa alikuwa kipofu kisha akapata kuona, hata walipowaita wazazi wake yule aliyepata kuona. Naomba haya myasikilize kwanza. Hao watu waliamuliwa na yule kipofu aliyefumbuliwa macho, akamwambia kwamba huyo mtu msibishane, ni mimi. Hawakusadiki mpaka wakampeleka kwa Mafarisayo. Kwa nini? Mbona walikuwa wameshaambiwa ukweli? Kwa nini wampeleke kwa Mafarisayo? Ni kwa sababu walikuwa wameshajengewa dhana ya kwamba wao hawana ruhusa ya kuamua. Walikuwa hawaruhusiwi kujiamulia wao wenyewe kwamba huu ni ukweli, ni uamini. Walikuwa wanatarajia kwamba kwanza ili waamini jambo ili wapasa kuwaendea Mafarisayo ili kuwauliza kwamba hivi huu ni ukweli, ni amini. Walipowafikia Mafarisayo na wao wakatengana wao kwa wao kimawazo. Wengine wanasema kwamba huyu mtu si wa Mungu, amemponya mtu siku ya Sabato. Wengine wanasema kwamba sasa mwenye dhambi Mungu atamsikia. Wakatengana katika mawazo yao. Hawakuamini mpaka wakawaita wazazi wa huyu kipofu ili na wao wawaulize. Wazazi walipofika pale, waliulizwa maswali matatu, wakakwepa mawili, wakajibu moja. Mstari wa 19, wakawauliza wakisema, huyu ndiye mwana wenu, ni la kwanza hilo, ambaye mnasema kwamba alizaliwa kipofu, hilo ni la pili. Amepataje basi kuona sasa? Hilo ni la tatu. Wazazi wake wakawajibu wakasema, tunajua ya kuwa huyu ndiye mwana wetu, tena ya kuwa alizaliwa kipofu. Mawili wanayajibu, lakini jinsi aonavyo sasa hatujui, wala hatujui ni nani aliyemfumbua macho. Muulizeni yeye mwenyewe, yeye ni mtu mzima atakayejisemea mwenyewe, atajisemea mwenyewe. Wazazi wake walisema hayo kwa sababu waliogopa Wayahudi, kwa maana Wayahudi walikuwa wamekwisha kuafikiana kwamba mtu akimkiri kuwa ni Kristo atatengwa na sinagogi. Ndiyo sababu wale wazazi wake walisema ni mtu mzima, muulizeni yeye. Naomba msikilize wapendwa wasikilizaji. Hivi kweli mtu akusaidie amponye mwanao kipofu ambaye ameshakuwa mtu mzima tangu azaliwe hajawahi kuona, fadhili hiyo utendewe? Wengine wote wamfahamu, wewe ndio usimfahamu? Hapana. Biblia inaweka wazi, walikuwa wanajua. Kilichowafanya waogope kujibu ni maafikiano yaliyotengenezwa na dini. Dini lilikuwa limeshakubaliana kwamba atakaye subutu kusema kwamba Yesu ni Kristo atengwe katika sinagogi. Zilikuwa ni siku 30.
na katika kipindi hicho akizaa mtoto haombewi, akifiwa na mtu watu hawaji kwenye matanga, ilikuwa ni kumtenga. Kuna vitishio katika madhehebu. Watu wanatishiwa katika madhehebu ya kwamba ndio maana walio wengi hata ukipata swali katika Biblia, ukinyosha mkono na kuuliza mchungaji, ukimbana mara 2 mara 3 kumuuliza, atakukemea vibaya. Kisa ni kwa sababu akili zako zimeshaanza kuamuka, anataka aendelee akuongoze kiupofu. Lakini maandiko yanasema tumefika katika kipindi cha kuwekwa huru. Wengi wamefungwa na kanuni za makanisa yao ambazo hazina msingi wote katika Biblia. Na walio wengi ukimuuliza, ndio maana unamfundisha, anaelewa ukweli, lakini anasema nitauliza kwanza pastor, nitauliza kwanza mwinjilisti wetu, nitamuuliza kwanza padri. Kwa nini amuulize? Ni kwa sababu yeye ameshanyanganywa uhuru wa kujiamulia yeye kama yeye. Yesu anataka tuwe huru. Watu wote ambao wako utumwani, Yesu anataka atuweke huru. Ndivyo maandiko yanavyosema. Kuna utumwa wa dhambi, kuna utumwa wa watu, kuna utumwa wa dini. Unajua hata hao walio watumwa wa watu, kuna watu ambao hata kama ni maskini, anatumika juu chini ili apate kitu cha kumpelekea mchungaji. Wakati mchungaji ndiye alipaswa kukusaidia kulingana na uwezo wenu, lakini wewe ndio unajaribu kumsaidia ili umridhishe. Naye haogopi hata kusimama mbele ya mkutano kwenye halaiki ya watu wengi akisema ya kwamba suti yangu imeshaanza kuchakaa, imechoka. Nasikia aibu nikiwa na hili gari. Nyinyi si mnaona ya kwamba mnapaswa kununua gari lingine ili angalau na mimi nikifika pamoja na watu wengine ionekane ni gari. Kumbuka, wewe unawaomba gari wao bila kuwa na baisikeli. Wewe unawaomba suti hata wao kupata sweta hawawezi. Wengine unawaomba gari hata kupata ebo. Hizi ndala za kuvaa kwenye miguu, wengine ni vigumu. Lakini kwa kuwa huyu ni mtumwa wa watu, atajitahidi ili afikie malengo na magoli aliyowekewa. Huo ni utumwa ndugu zangu, huo ni utumwa. Utumwa wa mafundisho ambao hayana msingi katika Biblia, huo ni utumwa wa dini. Ndio maana walio wengi utawakuta wanatetea Jumapili. Imeandikwa wapi? Hamna. Wachungaji wamekosa, mapadri wamekosa, hawezi kupata fungu linalo wasapoti katika hiyo imani. Lakini wewe mshiriki utaendelea kung'ang'ana ukijitahidi kupata mafungu, lakini hayapo. Ndugu wapendwa, huu ni mwaka wa kutangazia watu kwamba wawekwe huru, watoke katika utumwa wa dhambi, utumwa wa watu, utumwa wa dini. Tukiingia ndani ya Kristo tutapata uhuru. Atatuelekeza sehemu nzuri ambayo itatuletea amani na furaha. Tutakuwa watu wa manufaa hapa duniani. Halafu maisha yetu ya hapa duniani yatakuwa ni ya furaha kupokea Injili. Tutakuwa huru, si uhuru wa kutenda dhambi. Tutaacha kuwa watumwa wa watu, tuwe watumishi wa Mungu ambao watatekeleza yaliyo mapenzi yake. Na mapenzi ya Mungu yanaleta amani na furaha. Hakuna ugumu wa maisha ukiingia katika Ukristo. Ugumu utatokea pale utakapopenda dhambi huku ukipenda na Ukristo ukitaka kuvichanganya pamoja. Mungu atubariki, Mungu atuwezeshe, Mungu atupe uwezo wa kuwekwa huru na neno lake ambao ndio kweli, tukiliamini litatuweka huru. Mungu atujalie neema yake katika jina la Yesu Mwokozi wetu. Amen.